asifiwe. Na kama umekurudia, wewe unamhubiria wengine, Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba tuwe hiyo. So celebrate, even though it is not the exact day, Bwana Yesu asifiwe. Na share your this season, Bwana Yesu asifiwe. Tunarudia moto huu, Bwana Yesu asifiwe. Because at this time, those part of the country kuna smoke, Bwana Yesu asifiwe. Bagia share your kwa nasimu atoke imoja, Bwana Yesu asifiwe. So it is the last day that was me. Kwa sababu ya nafasi hii ambayo nimeipata ili kuleta neno la Bwana kadri vile atakavyoniongoza. Pia anasema nani pia mbarikiwe, ni kwa sababu ya kuwa mmoja katika ufalme. Haleluya! Hakuna jambo lililo na thamani kama hiyo, kuona ya kwamba uko mbele za mfalme. Haleluya! Maana msaada wetu uko kwa Bwana. Msaada wetu uko mikononi mwa Bwana. Maana unaweza ukamtegemea mwanadamu, unaweza ukamtegemea mwanadamu akakuangusha, akakuacha wakati wa majanga, lakini huyu Mungu unapomtegemea mambo yako yatakuwa shwari. Haleluya! Kwa hiyo mbarikiwe na msikie mkiwa watu wa dhamana mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Na pia kupoteza wakati, nitalileta neno la Bwana katika kitabu cha Samueli wa pili, 2 Samuel. Tasoma mahali tofauti, lakini tutaanzia pale 11. 2 Samuel 11 kuanzia 1. Wangu ni ya kwamba Mungu hasamehi dhambi ya makusudi. Haleluya! Ama kitu ambacho unachokusudia kwa sababu ya ubaya, ama kwa sababu ya kumuumiza mtu ama kumtesa mwenzako, hilo uko katika mamlaka au uko katika kiwango kigani, lakini hiyo jambo ni mbaya machoni mwa Bwana wakati unapofanya kama yale. Pia kuna jambo lingine tutaangalia kwamba vile ambavyo Bwana anakuwa ameprotect familia. Haleluya! Na ni bayana ya kwamba unapoingia katika jamii ya mtu, Bwana anaweza kukupiga. Haleluya! Wakati unapoingia familia ya mtu, Bwana anaweza akakupiga. Maana ukiangalia tutaweza kupata. Ngoja tuone katika hiyo 11 kuanzia 1, usikie nini ambacho Bwana anazungumza. Maandiko yanasema ya kwamba hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akapeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye, na Israeli wote wakaangamiza wana wa Amoni, wakausuru Raba, lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Ikawa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya dari ya jumba la mfalme, na alipokuwa juu ya dari aliona mwanamke
Sauli nyumbani mwake yule mwanamke, akachukua mimba. Basi akapeleka na kumwambia Daudi, akasema, ni mjamzito. Daudi akapeleka kwa Yoabu akisema, unipelekee Uria Mhiti. Naye Yoabu akampeleka Uria kwa Daudi. Uria alipomwendea Daudi alimuuliza habari za Yoabu, habari za watu na habari za vita. Katika mstari wa 9 nasema ya kwamba, lakini Uria akalala malangoni pa chumba ya mfalme pamoja na watumishi wote wa bwana wake, wala hakushuka nyumbani kwake. Watu walipomwambia Daudi ya kwamba Uria hakushuka nyumbani kwake, Daudi akamwambia Uria, je, hukutoka safarini? Mbona hukushuka nyumbani kwako? Naye Uria akamwambia Daudi, sanduku la Israeli na Yuda wanakaa vibandani na bwana wangu. Bwana watumishi wa bwana wangu wamepiga kambi waziwazi uwandani, nami niende nyumbani kwangu kula na kunywa na kulala na mke wangu? Uishivyo, na kama roho yako ishivyo, mimi sitafanya jambo hili. Basi Daudi akamwambia Uria, ngoja hapa leo, tena na kesho nitakuacha kwenda zako. Basi Uria akakaa Yerusalemu siku ile na siku ya pili yake, naye Daudi akamwalika akanywa mbele yake, naye akamlelia hata wakati wa jioni. Akatoka kwenda kulala nyumbani mwake pamoja na watumishi wa bwana wake, lakini hakushuka nyumbani kwake kwa sababu ni refu. Ukiendelea ni wakati wafalme walikuwa wanaenda vitani, walikuwa wakienda kupigana na maadui, maana walikuwa wakiongoza zile vita. Na Daudi, maandiko yanasema ya kwamba siku hiyo Daudi hakutoka nyumbani, hakwenda vitani, aliacha watu wake wakaenda vitani. Na Biblia inasema ya kwamba alikuwa katika chumba lake, alikuwa amelala, na ilipofika masaa akatoka na kwenda katika pala nyumba ndani huko juu kabisa, na akaona yule mwanamke. Biblia inasema ya kwamba Daudi wakati alipomwona alianza akamtamani, akaanza kuuliza habari zake, akaanza kuuliza huyo mtu ni nani? Bwana asifiwe. Hapa ndio nataka tuangalie. Akaanza kuuliza huyo mtu ni nani, jamaa yake ni nani, familia yake ni nani, huyu mtu ametoka wapi? Bwana asifiwe. Maana alipendezwa naye, na ukweli ya kwamba Daudi alieleza habari zake ya kwamba huyu ni mke wa Uria Mhiti, mmoja ya wanajeshi wake. Haleluya. Ya kwamba kwa hivyo aliambiwa, kwa hivyo alikuwa anajua vizuri ya kwamba huyu ni mke wa Uria. Haleluya. Alijua kwamba huyu ni mke wa Uria, na kuna mambo ambayo akakusudia katika moyo wake, akapanga katika moyo wake. Haleluya. Na hapa ndipo makosa ilitokea, ya kwamba aliona na katika moyo wake akapanga dhambi ya makusudi, maana alijua ya kwamba jambo hili si nzuri machoni pa Bwana, jambo hili ni chukizo mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Kuna mambo unaweza fanya kama mwanadamu yakakutoa katika uwepo wa Bwana. Bwana akakupiga
Maana wakati unapokusudia jambo kama hile, hautarajii matokeo mazuri, hautarajii usalama, unatarajia uovu. Na kuna mama tunasema ya kwamba usidanganyike, Mungu hadiakili apandacho mwanadamu atakivuna. Haleluya. Kwa hivyo wakati unapofanya jambo, ukifanya jambo zuri linakurudia wewe, ukifanya jambo baya linakurudia wewe. Haleluya. Maana hicho ndicho unachokipanda. Hiyo ndio mbegu ambayo unaipanda. Maana Daudi alianza hili jambo, anajua ya kwamba huyu mke wa Elieli. Na sasa katika moyo wake akajua kwamba ili nimpate huyu kwanza haleluya, akafanya dhambi naye, akijua vizuri ya kwamba ni mke wangu kabisa. Haleluya. Na hii roho iko mpaka wa sasa. Bwana asifiwe. Unaona mtu anakusudia kuharibu nyumba yako, kuharibu nyumba yako, kuingia maisha yako. Bwana asifiwe. Kuliko kushughulika na mambo yako na jamii. Haleluya. Usimame na nyumba yako kuliko kuingia nyumba ya mwenzio. Kwa sababu Daudi alifanya hili jambo na yeye akaona amefanya vizuri, na akajua kwamba kwa sababu yeye amefanya hata mtu atamuuliza. Na wakati Uria anatoka vitani anamdanganya. Haleluya. Anajaribu kumpeleka hivi. Anamwambia kwa nini bwana wewe kwako? Unashindwa, kwani hiyo siku nyingine yeye unaniambia nini? Kwa nini leo wewe unaniambia nini kwako? Sasa mimi najua nastahili kwenda kwako. Kwa nini kutoka safari unajua unastahili kwenda kwako? Kwa sababu kuna kitu hataki ajue. Lakini sasa ajua kwamba alishajua kitabu. Bwana asifiwe. Alikuwa ameshajua kile ambacho kinaendelea. Na ndipo Daudi anamuuliza, kwa nini hautaki kushuka nyumbani kwako? Kwa nini hutaki kuenda kwako ukapumzikie huko na watu yako? Anamuuliza Yoabu ambaye ni kiongozi wetu, hapo kwa vita. Wanajeshi wengi wako kwa vita. Kwa nini mimi niko na mgani? Mimi niende kwa nyumba. Wakati wengine wanang'ang'ana na maadui huko. Akamwambia hapana. Wakati alimwambia toke yeye na hapo ile akakaa na watu yake. Bwana asifiwe. Na Daudi katika moyo wake akajua kwamba hapa ni kama mambo yanazidi kujulikana. Na kwa sababu ako na nguvu na ako na uwezo, ako na mamlaka. Haleluya. Anaweza fanya chochote. Hata hajali, hata wewe kama yeye. Mtu mmoja aligawa maisha ya Mungu. Sasa huyu ni nani? Bwana asifiwe. Lakini kuna mwenye anakuwa na nguvu kuliko wote. Bwana asifiwe. Kuna mtetezi wa huyo ambao mmoja hapo hana uwezo. Huyo mnyonge ambao hawezi kufika mahali amefika. Mtu ambaye aliye katika mamlaka. Bwana asifiwe. Jarishi mamlaka ya gani? Inaweza kuwa ni kazini, inaweza kuwa ni kwa familia. Bwana asifiwe. Usichukue nafasi yako kumng'ang'aniza mwingine. Maana Bwana atakupiga. Maana yeye ndiye mtetezi wa wasio na nguvu. Haleluya. Daudi akaona ya kwamba huyu jamani kama anadungua. Sasa siku ya pili akamwambia Bwana, tukuje tukule pamoja. Wakakuwa na mfalme. Niko kama ikulu huko na mbio wanasikenda. Lakini kwa papako mafuta. Kwa nini asikilia hapa anamuuliza, kwani siwaishi kwenda vitani? Nikupaka papako mafuta, kwani yani kujaribu kufungwa maji, asikiwe kile ambacho kinaendelea. Lakini tayari kulia kwa na kile ambacho kinaendelea. Haleluya. Na maandiko yanasema ya kwamba wakakula na wakakunywa. Bwana asifiwe. Huo usiku
Nilikuwa na wakati kama huu. Tumevalia mkubwa wako hivi. Sio za watu tunazisikiana. Haleluya. Sikia mtu anakula risasi kwa sababu ya mambo kadhaa. Lakini yeye alizidi kuungana na yeye Bwana asifiwe. Sio mtu lakini akajua kwamba huyo ni mfalme. Ni mfalme, hakuna kitu kitafanya. Kwa hiyo Uria akatuma waraka kwa Yoabu, maana yeye alikuwa komanda wao katika vita. Akamwambia kwamba hakikisha huyu mtu umeweka pale mbele mahali vita imetachia. Apigwa akofe. Bwana asifiwe. Kwa sababu anajua huko ambao alifanya. Aliki kama alijua kwa huyu jamaa anataka mahali aliwe huyu. Yule kimwambia hivi ataki hivi. Lakini yeye ana makosa. Sasa kwa sababu anataka kuficha uovu wake kwa macho ya wanadamu. Lakini anayeona siri anajibu mambo kwa wazi. Bwana asifiwe. Utakapofanya uovu katika giza, Bwana ataliweka katika nuru. Maana hapo ndio shida ya Daudi ilianzia. Alilia. Kuanzia hapo. Ni mrefu. Dhambi ya makusudi haina msamaha. Na ikiwa nasema Biblia inasema. Haleluya. Yesu tajika kwa msamaha. Lakini unajorosa. Umeokoka wewe umeokoka. Hiyo iko na kidogo. Maana kufikia. Bwana asifiwe. Kwani hata kwa dini inakuwa na maana. Kuna mansoga na hiyo hapo. Haleluya. Nasema ni nguvu kusikia msikia. Jambo likafanyika. Lakini vile Bwana alifanya na ushahidi utafungwa. Bwana asifiwe. So kwa sababu ulifanya kitu ambacho ulikuwa unajua. Daudi akapanga yale mambo na maandiko yanasema ya kwamba ikafika mahali yule jamaa akauawa katika vita. Na ikawa Daudi katika moyo wake sasa alifanya kwamba yule ambao sasa amekasirika kwa sababu ya yule jamaa ameuawa na wakatuma waraka wa uongo. Kuna mfalme aliuawa na mama ama mwanamke. Alikuwa mfalme alikuwa na mambo ya uongo, hapo anafuata mambo ya Mungu. Alitaka hata kidogo katika lango akaikuwa kitu. Nikamwona mtu alikuwa hatari. So Daudi alipitia ile historia na kufanya vile ambavyo vinataka. Lakini ndani yake anajua kwamba yeye ndiye amesababisha. Tuone katika hiyo 2 Samuel 12 kuanzia pale moja tena tuangalie ni ujumbe gani ambao ulikuja baada ya Daudi kufanya hilo jambo. 2 Samuel 12 kuanzia moja. Ndipo Bwana akamtuma Nathani aende kwa Daudi, naye akamwambia palikuwa na watu wawili katika mji mmoja. Mmoja wao alikuwa tajiri, wa pili maskini. Yule tajiri alikuwa na kondoo ng'ombe wengi sana, bali yule maskini hakuwa na kitu ila wana kondoo mmoja mdogo ambaye amemnunua na kumlea, naye akakua pamoja naye na pamoja na wanawe kula sehemu ya posho lake na kukinywea kikombe chake na kulala kifuani mwake. Akawa kwake kama binti. Hata msafiri mmoja akamfikiria yule tajiri, naye akaacha kutawa mmoja wa kondoo zake mwenyewe au mmoja wa ng'ombe zake mwenyewe, ila kumwandalia yule msafiri aliyemfikiria, bali alimnyang'anya yule maskini mwanakondoo
Akamwambia Nathani, aishivyo Bwana, mtu huyo alitenda jambo hili, hakika yake astahili kufa, naye atamrudishia yule mwana-kondoo mara 4, kwa sababu ametenda neno hili na kwa sababu hakuwa na huruma. Bwana asifiwe. Unasikia kwamba aliambiwa kwamba kuna watu wawili katika mji mmoja, mmoja wao alikuwa tajiri na mwingine alikuwa maskini. Na huyu tajiri alikuwa na ng'ombe wengi, alikuwa na kondoo, alikuwa na mbuzi, alikuwa na kila aina ya mifugo. Na kuna mmoja ambaye alikuwa na mwana-mbuzi mmoja. Haleluya. Alikuwa na huyo mmoja tu. Mahali analala. Haleluya. Akikenya anakula ndio anakula pale. Yaani ni kama ile mbuzi mtu anavuka kulikuwa na hiyo mbuzi. Hiyo mbuzi wala moja. Hata kuliko wewe yeye mbele yako. Kila kutuka hivi na kwa ndio naenda inakufuata. Haleluya. Hata kama kwa utaenda inakula inakaa hapo inakula ukimaliza inakufuata. Haleluya. So, ninaposema kwa biashara, yani nilikuwa hapa kwa hapa. Na hiyo nilikuwa tegemeo lake. Yani hiyo nilikuwa tajiri huyo jamaa. Lakini huyu tajiri aliona ya kwamba hapana, amepata mgeni wa ghafla na hapo na mifugo wengi. Nilipata hata shilingi 100, hata huyu jamaa hawezi maliza hiyo mbuzi moja. Kwani hata hata kuku kama kitabu huko na. Haleluya. Akaona ya kwamba kawaida zake, akaenda kwa yule maskini, akachukua kale kamoja tu ili amwandalie mgeni wake. Amewacha zake, na hiyo ni maana ya kwamba mtu ako na shamba kubwa, lakini futi moja tu, nyayo moja tu, anafikia baada ya yule mwenye yake. Kitu kidogo anataka ama shilingi inafanya kama mtu anawani. Yaani wao wamekaliwa yako na bado unafikia huyu. Jamani, baba inakuwa unakorogea pesa yako unaweka. Unakorogea unaweka hata simu. Bana asifiwe. Kwa sababu hata yako kidogo bado hata usiye yote bado unataka tena ingine hapo. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba ndipo Daudi hasira ikawaka. Akasema ya kwamba huyu jamaa akaaye anastahili kufa. Tena arudishe mara 4. Kwa sababu huyo jamaa hana huruma. Bwana asifiwe. Chunga sana kutoa hukumu isikue bado wewe unahukumu. Haleluya. Unapofanya hukumu haleluya. Hasira ya Daudi ikawaka, akasema kwamba huyu jamaa anastahili kuuawa. Huyu jamaa ana huruma, anawacha kadri yake nyingi, anaenda kwa kamoja. Huyu mtu ni muuaji. Bwana asifiwe. Sasa yeye amekasirika, lakini alijua kwamba ujumbe ni wake. Kama huyu jamaa anastahili kuuawa. Tena sikia kabla kwanza mara 4 alafu ugaji. Haleluya. Maana alisema anastahili kufa, atenda mche vitu mara 4. Hapo ikaanza kuwa ndani. Leo alikuwa hukumu kwanza hata akangojea mwisho wa ujumbe. Akatoa tu uamuzi akasema huyu astahili kuuawa. Na hiyo huyu anakuja. Haleluya. Na katika hiyo jambo ndipo Nathani akamwambia ya kwamba mtu si mwingine, mtu ni wewe. Bwana amekubarikia kila kitu.
amekupea wake wengi, amekupea utajiri mwingi, lakini wewe kwa waza yako, kwa kazi utajiri yako unaenda kwa ulia. Hapa tu yake ya mwanamke mmoja sana siku. Na unafanya jambo la uongo, la ujinga, jambo la kupumbavu. Bwana siku. Ukafanya uongo. Bwana anamwambia ninakubarikia kila kitu. Mungu sio kwa wageni. Hata kwa wageni. Lakini bado hakutoteka na hapo. Bwana siku. Bwana anataka kufikia. Na hiyo kitu bado ninaona bado. Hiyo kama inafanya kazi mpaka leo. Unaona kwamba mtu anataka kuongeza mwingine, akiongeza tena mwingine, anataka kuongeza tena mwingine. Anataka tena kuongeza mwingine. Bwana asifiwe. Mpaka sasa inafika anachukua mke wa mtu. Kama ni mtu aliyepatikana. Bwana asifiwe. Nakuta ya kwamba mtu mzima, mzee, anakuta hata kijana ndio anaoa juzi. Anaacha kwake kuwa na anakuja kuchukua kwa kijana. Huyu mzee ndiye anamsumbua. Haleluya. Alafu niambia katika Yohana kaka na amani. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. Bwana ni lazima atakuletea. Haleluya. Maana alichounganisha Mungu hakuna mtu ambaye ataunganisha. So wewe ni nani uje kuacha na Mungu ameunganisha? Lazima Mungu atakupiga. Maana Nathan alimwambia kwamba kama Bwana anaenda kupitia Nathan, kumwambia kwamba mtu si mwingine, Mungu ni wewe. Umefanya uovu. Hapo sikia nini ambacho vile ambavyo Nathan alizungumza kuhusu ile jambo. Ukisoma katika mstari wa 7 nasema ya kwamba basi Nathani akamwambia Daudi, wewe ndiwe mtu huyo. Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, nilikutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli, nikakuokoa na mkono wa Sauli, nami nikakupa nyumba ya Bwana wako na wake za Bwana wako kifuani mwako, nikakupa nyumba ya Israeli na ya Yuda, na kama hayo yangelikuwa machache ningelikuongezea mambo kadha wa kadha. Kwa nini umelidharau neno la Bwana? Bwana asifiwe. Ikawa ya kwanza wakati alifanya ile jambo, kwanza alidharau neno la Bwana. Haleluya. Maana kutiwa mafuta kwa Daudi na kuchagua kwa Daudi ilikuwa ni neno la Bwana. Bwana asifiwe. Katika neno la Bwana. Kwa hiyo akamwambia kwamba umelidharau neno la Bwana na kufanya yaliyo mabaya machoni pake. Umempiga Uria Mhiti kwa upanga, nawe umemtoa mke awe mke wako, nawe umemuua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni. Basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako, kwa sababu umenidharau ukamtoa mkewe Uria Mhiti kuwa mke wako. Bwana asifiwe. Hukumu imeanza. Hukumu imeanza. Haleluya. Akamwambia kwamba kwa sababu umefanya mambo ya upumbavu, umechukua mpaka umenidharau kiasi hiyo. Sasa angalia, upanga wangu hautatoka juu ya nyumba yako. Haleluya. Upanga wangu hautatoka juu ya nyumba yako. Ukiendelea hapo yale mambo ambayo yanatokana nayo. Jambo la kwanza, maana wakati alifanya
jambo na mke wa Uria. Jambo la kwanza, yule mwanamke alishika mimba. Pigo la kwanza lilikuwa yule mtoto alikufa. Haleluya. Mungu ameshakasirika. Sasa ni wakati wa hukumu. Bwana asifiwe. Hata ni huruma sana, maana Daudi alistahili kuuawa. Alistahili kuuawa. Lakini Mungu akasema hapana. Haleluya. Maana Daudi alilia sana. Sasa kuna siri ilikuwa juu ya Daudi. Alijua kunyenyekea. Akijua ameshafanya kitu mbovu, hapo anajipiga kitu. Akisikia tu mjumbe kwa magoti mbele. Haleluya. Hii jambo ndio pekee yake liliokuokoa. Bwana asifiwe. Maana hakujua kiburi, akasema unajua kuna mwingine anayesamehewa ndio kwani siende atafuta mke mwingine, kwani lazima angekaa na huyo. Bwana asifiwe. Kwani si wasichana ni wewe? Kama si watu wanasema ati Mungu anachukua mke wa kumwambia si hata yeye hata. Kwani wewe usipokuwa na mali zingine utakuja hata wewe. Bwana asifiwe. Wewe hata wewe usikwenda usiku. Lakini Daudi wakati alisikia hiyo habari alisema mara moja akaanguka kwa magoti. Maana alijua kwamba hii hukumu Mungu ataiangamiza. Maana ameshakasirika. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo kuna siri nimejua kwamba kuna vile ambavyo unaenda mbele za Bwana. Ama ikwe ukufe na ile Mungu akuongezea injili. Haleluya. Kama yako iko kupunguza kwa sababu ya Mungu na ujue kuna sasa unasema mbele za Bwana. Na Bwana akikunguzia wewe Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna sasa unasema nani? Haleluya. Wakati tu jambo mbele za Bwana. Usienda nikakaa sisi mbaya. Haleluya. Kuna sasa unasema nani? Maana Daudi ile kitu alikuwa amefanya kwa yake ilikuwa ni. Lakini Bwana akaona hapa jamaa sitamuona. Kwa sababu ile ambayo wakati alisikia ujumbe alisema baadhi ya makunia akaenda kwa magoti, alijua huu ni moto. Alikuwa anajaribu kuamsha waamuzi. Haleluya. Unajua hata wengine hawajui nini analia. Hawajui. Sio. Bali jamaa anajalia hapa hata kuamka. Ukiona mtu analia Mungu atana naye. Bwana asifiwe. Yeye anajua. Yeye anajua mahali amefika. Anajua nini kinamsumbua. Maana katika ulimwengu na katika maisha haya kila mtu ana safari yake. Kuna jambo linakusumbua, kuna jambo linanisumbua. Huyo mwingine hivi. Bwana asifiwe. Hawa jamaa hawakuelewa huyu mtu hapo katika hali ya kutubu. Maana anajua hapa nini shida yake. Lakini nakwambia ingekuwa yeye zake ingekuwa wengine wakati kama huu ukienda mwambia leo mwambia kujiongea na mimi mwenyewe. Haleluya. Mwambie huyo Mungu aniongee na kwa masikio. Haleluya. Lakini Daudi alijua kwamba Mungu ni moto. Alichukua hatua ya haraka akaenda kutubu. Maana alijua inamaanisha kuambiwa. Nilikuwa aliambiwa mtu ni wewe. Hapo kwa leo nimekuja kwanza huko. Alienda kwa magoti akajua hapa. Ndio ile ile ikaona. Anasikia.
lazima nikuoneshe kuwa na discipline. Haleluya. Najua unasema mtu pengine akipita kwa mambo mengine, wewe unaenda kumwombea. Hujui Mungu ndiye anajua maisha. So wewe utapata shida kwa sababu kwa hivyo una vitu zingine hata ukienda kuomba kwanza kuuliza Mungu. Isikuwa nani kupeana vitu utaumia bwana. Haleluya. Utaumia kwa sababu sasa unapigana vita yake unapika. Nasema unaenda kupigana vita ambavyo na basi wewe hata kama unaenda mahali muombea mtu ni vizuri kwanza wakauliza Mungu. Maana Mungu anamwambia atakueleza. Maana mchungaji anaeleza siku moja alikuwa alikuwa anataka wakienda mahali. Akaambiwa kwamba kuna mtu mmoja hata watu shinda wakizunguka akasema nenda nimuombee. Ndio hata sasa ndio hapa. Na wakaenda huko. Lakini kile ambacho waliona Mungu anaenda kuombea mganga. Wala sijui. Mungu alienda kwa mganga. Maana ndani ya kitu makao yake. Na unaenda huko. Na utauliza Mungu. Anasema hapa alinyolewa usiku. Alikuta amenyolewa hapo. Wengine naye akatolewa nguo. Bwana asifiwe. Mungu hivi. Tunakuta hivi. Bwana asifiwe. Unaamka asubuhi na kutokuwa na kipara mtu hapo. Haleluya. Kwa sababu nakwenda kwa kufanya mambo ambayo hayaendi. Haleluya. Daudi akahuyo mtoto akaka. Pia kulikuwa na kijana wake, kulikuwa na Amnoni ya Daudi na kulikuwa na Absalomu. Lakini Amnoni Absalomu alikuwa na wana na binti. Kulikuwa na kijana mmoja hapo ambaye alikuwa anaitwa Tamar. Na maandiko yanasema ya kwamba Amnoni akamtamani mtoto wa ndugu yake. Bwana asifiwe. Akamtamani mtoto wa ndugu yake. Yaani hiyo si mtoto mwenye anamuita kama anamuita mtoto wa ndugu yake. Akamtamani. Na kwa sababu alikuwa anaomba, alikuwa anaona sijui atafanya aje. Kulikuwa na rafiki yake. Akamwambia unajisumbua nini? Akampangia. Kuna marafiki wengine si wazuri. Anakupangia mauti. Lakini anakuonyesha kila kitu. Kumbe shetani ndiye anakuongoza. Haleluya. Hata kuna ujumbe mwingine mtu anaweza kuletea kwanza unaambia wacha kwanza niende kidogo. Haleluya. Maana sio kila ujumbe unatoka kwa Mungu. Sio kila habari utaitoa itoke kwa Mungu. Haleluya. Kwanza ukiona huo ujumbe umetoka sana nje ya maandiko, huo ujumbe ukabakia sana. Maana kuna vitu vingine za ajabu. Kuna vitu vingine Mungu anakuonyesha. Hata kama ni ujumbe mzuri, unaangalia huyo rafiki yake ukisoma katika hiyo sura ya Samuel 13 verse 1 bado nasema ya kwamba ikawa baada ya hayo Absalomu mwana wa Daudi alikuwa na umbo mzuri, jina lake akiitwa Tamari, naye Amnoni mwana wa Daudi akampenda. Akasononeka Amnoni hata akaugua kwa ajili ya umbo lake Tamari. Unasikia sasa pepo, ni kwa sababu hiyo sana pepo. Haleluya. Hiyo si kama ya kawaida. Hiyo ni pepo. Wewe unaweza kumtamani mtoto wa ndugu yako.
kwa nini? Sio kila mahali inafanyika hivi. Inafanyika hivi kwa sababu ni hukumu. Ni upanga unafanya kazi. Kwa sababu Mungu wakati alimwambia upanga utatoka juu ya nyumba, hakumwambia ni nini atafanya. Haleluya. Kwa sababu upanga utatoka juu ya nyumba yako, Mungu hajakwambia nini atakufanyia. Sasa hiyo ni shida. Maana vitu vinaanza kuja vitu za ajabu ajabu. Maana kitu kama hiyo yani si tunaona ingine inakuja kwa sababu ya hukumu. So anamtamani mtoto wa nani mpaka mtoto. Unasikia mpaka anaugua. Baba anasumuka kwa mama. Yaani unaona huyo mtu anahangaika. Baba akamwambia kwamba sasa huyo rafiki yake akamwambia kwamba alikuwa na hiyo jamaa yake alikuwa na hiyo wanadamu. Wanadamu wana ashamba. Rafiki yake. Sasa ndiye alikuwa anampea ile ambayo atafanya. Akamwambia kwamba kwa sababu unajisumbua hivi unaona wewe bwana. Akamwambia kwamba neno muombe Daudi ya kwamba kumwambia kwamba Tamari akuandalia mankuli, akuandalia chakula. Na wewe ujifanye wewe ni mmoja. Akipika chakula akuletee. Unajua shetani anapangia mtu kitu unaona kama anakwambia kitu ya maana. Kumbe anataka kujua. Ukiangalia unaona ni kama hapo kuna kitu. Maana wakati alikuwa anaanza aliona mambo yake kwa sawa. Na huyu kama anamwambia kitu kizuri sana. Anampea kitu lakini kitu anakujua baadaye. Maandiko yanasema ya kwamba akatumana na Daudi akamwambia hiyo nafasi maana alijua hao ni watoto wao hakuna kufanya. So alijifanya yeye ni mmoja hapo akitaka. Kama ni akaandaa chakula vizuri akapikia vile vitu alikuwa anapenda akamletea. Hapo kuna watoto kuna kitu aliongea hapo akamwambia jo hivi na akamwagiza. Na Biblia inasema kutoka hapo Amnoni akamchukia Tamari kuliko ambavyo. Yaani akamchukia matukio ambayo yalikuwa mabaya. Maana alimuuliza kwamba hii aibu yote nataka nikutoe. Wewe unafanya ujinga katika nyumba ya Israeli. Mbele za Mungu. Hatambui. Kwa sababu ni upanga unafanya kazi. Hata kama unaenda safari na Mungu. Ni vizuri ukaangalia tena. Kuna kitu na safari upanga unaingia ndani. Usiane na roho ya Mungu. Maana hiyo tutakuletea shida. Ya kwanza mtoto mwenye alikuwa Bethsheba akakufa. Ya pili huyo hawa ndugu moja alikuwa ni mtoto wa Mungu. Haleluya. Kile ambacho tena kilifuata Absalom alimdanganyia huyo ndugu yake. Akamwambia twendeni kwenda kwa vita. Haleluya. Akamdanganyia kwa hivyo alikuwa anataka kumuua. Na hiyo ndio alifanya. Alimuua mnani. Maana wakati alifanya hiyo jambo na Tamari akaambia babake alifanya kitu. Hiyo tulimaliza na alifanya kwa babake hakuna shida. Lakini hakika unakusudia huyu bwana anajua. Kumbuka ni baba anafanya kazi. Na haya mambo yote yanafanyika kwa mtu ambaye Mungu alikuwa amempenda. Mtu wa mama bwana. Na anapigwa hivi. Sasa mimi najiuliza na mimi. Haleluya. Kama huyu mtu wa baba na mimi nitabadilika nini? Nitabadilika sana kweli. Haleluya. Nitabadilika sana. Kwa hiyo tujitunge wakati tuko katika safari. Mtu aangalie njia yake. Bwana asifiwe. Mchunga huyu mrefu. Lakini mimi ya kwamba nataka kusema kwamba
siku mbili katika Sinai. Hata siku ya tatu ikawa, tazama, akaja mtu kutoka kambi ya Sauli, ingawa nguo zake zinararuliwa, tena ana mavumbi kichwani mwake. Basi ikawa alipomfikia Daudi, akaanguka chini akamsujudia. Daudi akamwambia, umetoka wapi? Akamwambia, nimeokoka katika kambi ya Israeli. Daudi akamwambia, walikwendaje? Tafadhali uniambie. Akajibu, watu wamekimbia vitani, tena watu wengi wameanguka, wamekufa. Hata Sauli naye na Yonathani mwanawe wamekufa. Daudi akamwambia yule kijana aliyempa habari, umejuaje ya kuwa Sauli na Yonathani mwanawe wamekufa? Yule kijana aliyempa habari akasema, nilikuwapo kwa Nasibu juu ya kilima cha Gilboa, na tazama, Sauli alikuwa ameegemea fumbo lake, na tazama, magari ya wapanda farasi wanamfuatia kwa kasi. Naye alipotazama nyuma, akaniona, akaniita, nikajibu, mimi hapa. Akaniambia, u nani wewe? Nikamjibu, mimi ni Mwameleki. Akaniambia, tafadhali simama karibu nami ukaniue, maana shida imenipata, kwa sababu roho yangu ingali hai ndani yangu. Basi nikasimama karibu naye nikamuua, kwa sababu nalijua ya kuwa hawezi kupona. Baada ya kuanguka, kisha nikatoa ile taji iliyokuwa kichwani mwake na kikuku kilichokuwa mkononi mwake, nami nimeleta hapa kwa bwana wangu. Ndipo Daudi akashika nguo zake akazirarua, na kadhalika watu wote waliokuwa pamoja naye wakaomboleza, wakalia, wakafanya hata jioni kwa ajili ya Sauli. Soma katika mstari wa 13. Naye Daudi akamwambia yule kijana aliyempa habari, watoka wapi wewe? Akajibu, mimi ni mwana wa mgeni wa Meleki. Daudi akamwambia, jinsi gani hukuomba kunyosha mkono wako umwangamize masihi wa Bwana? Ndipo Daudi akamuita mmoja wa vijana akamwambia, mwendee ukamwangukie. Basi akampiga hata akafa. Daudi akamwambia, damu yako na iwe juu ya kichwa chako mwenyewe, maana umejishuhudia nafsi yako ukisema, nimemuua masihi wa Bwana. Wala Sauli. Licha ya kwamba Daudi na Sauli, ama Sauli alikuwa akimfikisha Daudi amuue, kuna kitu ambacho Daudi alikuwa anajua. Huyu ni masihi wa Bwana. Huyu ni mtumishi wa Bwana. Haleluya. Amempaka mafuta wa Bwana. Haleluya. Daudi alikuwa na nafasi kubwa sana ya kujua Sauli. Maana kuna wakati alikuta kama amelala, akakata nguo yake kwa anachukua chupa la maji. Sio wakati alikuwa na watu walikuwa walinzi wake walikuwa wamelala. Sio ametaka kumua ngekuwa. Lakini ni kwa nini hapa na hapa anakuja? Hilo jambo nikaliona ya kwamba si vizuri kunyoshea watu ambao wameitwa na Bwana. Sio vizuri na si vyema kufanya jambo kama hilo. Maana Daudi alikasirika, akamuuliza, yaani hata huko anasuka. Unajua maana anasimulia vizuri. Nilikuwa hapo, akageuka, akaniona, akaniambia, uje uniue. Bwana ndiye. Yaani anaeleza kama kitu kizuri. Unajua ni mfano anaelezea. Hapa wengine anaangalia kama huyo anadai kwa mtu wake. Yaani hii ni habari
Bwana. Yaani hata mwogopi. Na alimaliza hivi, ndio akatumana. Hata ndio ndio. Maana mimi hata kama alielewa. Maana kama mimi ni mfalme na nilikuwa najua nimetakiwa na si kuenda kujua yeye ni nani. Hata kuhukumu watu wa Mungu kwa sababu kwa mafuta hiyo ni kazi